Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama sehemu ya maadhimisho ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025, ninaomba kwa heshima niwatambue na nikutambulishe waandazi wa wakimbizaji wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hayo nitakuomba ushuke chini ili utafanya shughuli kubwa tatu. Moja ni kukabidhiwa Mwenge wa Uhuru, ikiwa ishara ya kwamba Mwenge wa Uhuru umefika kilele chake cha kukimbizwa. Lakini pili, utakabidhi zawadi kwa utaratibu utakokuwa umepangwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa kwa ruhusa yako nisome washindi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mkoa wa Pwani utazawadiwa kikombe na cheti maalum kwa kuwa ulikuwa ni mkoa mwenyeji wa uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025. Lakini pili, mkoa wa Mbeya utauzawadia kikombe na cheti maalum kwa kuwa ndio mkoa mwenyeji kwenye kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru na kumbukizi ya miaka 26 ya Baba wa Taifa pamoja na wiki ya vijana kitaifa mwaka 2025. Lakini pia Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa nikusomee washindi ambao tutakaposhuka chini nao pia utafanya kazi ya kuwapa zawadi zao. Mheshimiwa Makamu wa Rais, washindi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 kutoka kanda zote 5, na kila mshindi atakayetangazwa atazawadiwa kikombe, cheti na fedha taslim shilingi milioni 5 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mshindi wa kanda namba 1, kanda yenye mikoa ya Mwanza, Dar es Salaam, Kilimanjaro, Arusha, Mbeya, Geita na Songwe ni halmashauri ya wilaya ya Mbeya, yani Mbeya DC kutoka mkoa wa Mbeya. Mshindi wa kanda ya pili yenye mikoa ya Tanga, Morogoro, Tabora, Iringa, Njombe, Simiyu na Shinyanga ni halmashauri ya wilaya ya Kilosa kutoka mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mshindi wa kanda ya 3 yenye mikoa ya Ruvuma, Singida, Dodoma, Manyara, Kagera na Mara ni halmashauri ya Muleba kutoka mkoa wa Kagera. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mshindi wa kanda ya 4 yenye mikoa ya Pwani, Lindi, Mtwara, Kigoma, Katavi na Rukwa ni halmashauri ya wilaya ya Chalinze kutoka mkoa wa Pwani. Naomba nirudie tena mheshimiwa wiki. Mwenge wa Uhuru oye! Nadhani kushangiliwa la upande huu nadhani wamenisikia. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mshindi wa kanda ya 5 yenye mikoa Kaskazini Pemba, Kusini Pemba, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja na Mjini Magharibi ni wilaya ya Kaskazini A kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kwa ruksa yako sasa nimtaje mshindi wa kitaifa ambaye katika mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 mshindi wa kitaifa kwa jumla ni halmashauri ya mji wa Geita kutoka mkoa wa Geita. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mshindi huyu wa kitaifa utamkabidhi cheti maalum, kikombe na fedha taslim shilingi milioni 10. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tuna jambo moja la kipekee nataka tulifanye. Maana tangu mbio za Mwenge wa Uhuru zilipoasisiwa mwaka 1964, mbio za Mwenge wa Uhuru zimekuwa zikimbizwa na vijana. Kwa kipindi cha miaka 61, jumla ya vijana 339 wamefanya kazi hii ya kukimbiza mbio za Mwenge wa Uhuru na walijitoa kizalendo. Lakini leo hii
mbali ya wakimbiza mwenge wa uhuru wa mwaka 2025, tunao pamoja nasi wawakilishi wa wakimbiza mbio za mwenge wa uhuru kitaifa waliofanya kazi hii katika vipindi tofauti. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninaomba niwataje baadhi yao na nitakuomba usalimiane nao hapo baadaye, na pia kuwakabidhi hati za shukrani kwa niaba ya wakimbiza mbio za mwenge wa uhuru wengine 339. Naomba niwataje Mheshimiwa Makamu wa Rais. Wa kwanza ni Balozi mstaafu Christopher Celestine Liundi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mzee wetu huyu sasa ana miaka 85. Amekuwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru katika mwaka 1967, mwaka 1970 na mwaka 1971. Na yeye ni miongoni mwa viongozi wa kwanza waliosimamia idara yetu ya vijana katika serikali mwaka 1962, na baadaye akaja kuwa balozi mstaafu. Huyu namtambulisha kwako, anaitwa Christopher Celestine Liundi. Mwingine wa pili, Mheshimiwa Makamu wa Rais, huyu ni mama yetu. Huyu ana miaka 76 na ni mwanamke wa kwanza kuwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, na yeye alikimbiza mbio za mwenge wa uhuru mwaka 75. Na kipindi hicho wakati anakimbiza alikuwa na cheo cha luteni jeshini, na baadaye alipanda vyeo jeshini hadi kustaafu akiwa meja jenerali wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Ni mwanamke wa kwanza na ni mwanamke pekee aliyepata nafasi kubwa jeshini na utumishi katika nchi yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ikumbukwe mwaka 1975 mwenge wa uhuru kwa mara ya kwanza ulikimbizwa na wanawake wote 6 nchini kwetu. Mwaka 75 ikumbukwe pia ulikuwa ni mwaka wa kitaifa wa wanawake, lakini mwanamke huyu ndio pia alipewa heshima ya kushusha mwili wa baba wa taifa alipokuwa anazikwa kule Butiama. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba kumtambulisha kwako Meja Jenerali mstaafu Zawadi Madawili. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mwingine ambaye utapata nafasi ya kumshika mkono na kumpa zawadi kwa niaba wengine ni kaka yetu ambaye kwa sasa kiumri ana miaka 59. Amewahi kuwa mkuu wa mkoa mstaafu, amekuwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2000, na wakati wake anakimbiza mbio za mwenge wa uhuru ndipo rais wetu hayati Benjamin William Mkapa alipotangaza kuwa VVU na ukimwi ni janga la kitaifa, na hivyo kutangaza kuwa kila mwenge wa uhuru unapokimbizwa basi ujumbe huu uwe ni ujumbe unaendelea. Lakini pamoja na hilo pia yeye alipewa kazi ya kukimbiza mwenge wa uhuru na kutangaza mwelekeo mpya wa mbio za mwenge wa uhuru, yani mwenge na maendeleo katika karne hii ya 21. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba kumtambulisha kwako Bwana Jordan Rugimbana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, anayefuatia ni kaka yetu pia, ana miaka 62. Amehudumu kama mkurugenzi msaidizi wa maendeleo ya vijana, na yeye ndiye alikuwa moja kati ya watu walioongoza uandishi wa sera ya kwanza ya vijana mwaka 2007. Amewahi kuwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 1998. Ameratibu mbio za mwenge wa uhuru tangu mwaka 1992 hadi mwaka 2023. Lakini pamoja nayo pia amekuwa mkufunzi wa shughuli za mwenge wa uhuru kwa miaka 25. Namtambulisha kwako Bwana Julius Shula Tweneshe. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mwisho lakini sio mwisho kwa muhimu wake, huyu ni kijana mwenzetu, kijana mwenye umri wa miaka 42, kimbiza mbio za mwenge wa uhuru, aliyepata nafasi ya kukimbiza mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2012 akiwa na cheo cha luteni jeshini, na sasa anaendelea kuhudumu, lakini sasa amepanda mpaka kwenye cheo cha meja kwenye Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Yeye ameendelea kuwa mkufunzi wa wakimbiza mbio za mwenge wa uhuru kitaifa. Naomba kumtambulisha kwako Meja Musa Mohamed Ngomambo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa heshima na taazima, sasa naomba uridhie nikushushe twende kwenye jukwaa dogo lililoandaliwa ili tufanye mambo makubwa matatu. Kama nilivyoeleza mwanzo, moja ni kutambulisha kwako wakimbiza mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025, lakini pia kukuomba uwapatie hati maalum za pongezi
na pia na picha zilizoandaliwa na kupokea mwenge wa uhuru kutoka kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, ikiwa ni ishara ya kuwa mbio za mwenge wa uhuru zimefika mwisho au zimefika kileleni, na kisha pia utoe zawadi kwa makundi ambayo yameandaliwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba tushuke kwa ajili ya itifaki zinazofuatia. Ninaomba wote tuinuke wakati Mheshimiwa mgeni rasmi akishuka kuja katika jukwaa dogo kwa ajili ya ratiba iliyotajwa na Mheshimiwa Waziri, na viongozi atakaoambatana nao ni makatibu wakuu wale wa pande zote mbili na mawaziri wa pande zote mbili. Mheshimiwa, viongozi wengine tutaendelea kusalia jukwaa kuu, na nitaomba tuketi mara baada Mheshimiwa mgeni rasmi ameshashuka huku. Na kwa wale washindi wa zile halmashauri kwenye vikundi ambayo yametajwa mwanzo, mnaomba na ninyi mshuke, lakini mshuke kupitia za kulia mwa jukwaa kuu. Mpite kupitia ngazi za kulia mwa jukwaa kuu, mtapewa maelekezo ya wapi mnapaswa msimame mkisubiri kupewa zawadi zenu kama ilivyotangazwa. Mnaombwa washindi wa yale makundi yaliyotangazwa na Mheshimiwa Waziri, mshuke hapo chini ili nanyi mje mpewe zawadi zenu, na mshuke kupitia ngazi za kule chini ambako hakuna kapeti jekundu. Asante sana. Tufanye kwa haraka ratiba hiyo wakati Mheshimiwa mgeni rasmi anakuja katika jukwaa dogo kwa ratiba iliyotajwa. Na sasa nasalimiana na viongozi ambao wametambulishwa kwetu hapo awali. Wa kwanza akiwa ni Mheshimiwa Balozi Liundi, lakini Meja Jenerali mstaafu Zawadi Madawili, Mheshimiwa Jordan Rugimbana, pamoja na mzee wangu Tweneshe, lakini na Meja Musa. Asante. Karibuni sana, na sasa nitairejesha tena ratiba mikononi mwa Mheshimiwa Waziri kuendelea na utajo wa wakimbiza mwenge hawa kwa ajili ya ratiba inayofuata. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba sasa kukutambulisha wakimbiza mbio mwenge wa uhuru wa kitaifa kwa mwaka 2025. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nianze kutambulisha kijana wetu Raymond Elias Joseph kutoka mkoa wa Mbeya. Mbeya oye! Mtoto wa nyumbani, Mbeya safi! Kaiwakilisha vilivyo Mbeya safari ya siku 195, na Mheshimiwa mgeni rasmi anampa mkono, anampongeza kwa kazi nzuri na ya kutukuka aliyoifanya. Picha ya kuchorwa nzuri kabisa, makofi mengi tafadhali. Amekabidhiwa zawadi zake. Okay. Wow. Nzuri mashallah. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba kutambulisha kwako Bi Zainabu Suleiman Mbwana kutoka mkoa Mjini Magharibi Unguja. Zanzibar hoye! Mwanamama lakini ameukata mwendo. Kilomita zilizotajwa hapo awali 20,000 na kitu hivi. Hakika ilikuwa safari ya aina yake, na mwenyewe anakabidhiwa zawadi yake na mgeni rasmi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba kutambulisha kwako Bi Elizabeth Petro Makingi kutoka mkoa wa Shinyanga. Mwanamke mwingine huyo. Wanawake hoye! Shinyanga hoye! Ninaona katibu mkuu akifurahi kweli kweli kwa namna ambavyo mwanamama huyu kutoka kanda ile ile anayotokea na yeye akiwa amefurahi kweli kweli kwa safari hiyo. Vile vile naibu waziri wa kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu anasema kazi ilikuwa nzuri kweli kweli. Wana Shinyanga. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba kutambulisha kwako ndugu Azizi Juma Abubakari kutoka mkoa wa Pwani. Pwani hoye! Pwani ambako ufunguzi wa mbio hizi ulifanyika, na nimemwona Mheshimiwa Abubakar Kunenge Alhaji, huyo alikuwa kifurahi kweli kweli.
Na sasa kijana wake naye huyo amekabidhiwa zawadi zake. Hongereni sana kwa kazi nzuri. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa kukutambulisha kwako Comrade Ahmad Hamisi Ahmad Kaskazini Pemba. Zanzibar safi. Mwendo wa kikamanda kabisa. Hii sura inaonesha namna ambavyo walivyokuwa wakipita kwenye miradi huko walikuwa hawana masahara hata kidogo. Na mwenyewe amepata zawadi yake, anashikwa mkono na mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa kukutambulisha kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 Ismail Ali Usi kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, hoye! Mwenge wa Uhuru safi. Huyu ndiye aliyekuwa mbeba maono wa falsafa za mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa kwa mwaka 2025, na hakika kazi yao imekuwa ni njema, na mwenyewe anashikwa mkono na mheshimiwa mgeni rasmi na zawadi yake ikimkaa vizuri kabisa mikononi mwake akiwa sasa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya kuwakabidhi zawadi na vitambulisho wakimbizaji wa mbio za Mwenge wa Uhuru katika mwaka 2025, naomba sasa ukiwa umesimama hapo kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Comrade Ismail Ali Usi akukabidhi Mwenge wa Uhuru kwa heshima yako mgeni rasmi, ikiwa ni alama ya kwamba sasa tumefika kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru anajiongea na mwenge huo kwa mheshimiwa mgeni rasmi ili sasa kumkabidhi, ikiashiria kwamba mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 hiki ndio kilele chake. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu 2025, tarehe 2 ya mwezi Aprili mwaka 2025 nilikabidhiwa Mwenge wa Uhuru na Dr. Philips Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa niaba ya wakimbiza Mwenge wa Uhuru wenzangu kitaifa, niliapa kukimbiza Mwenge wa Uhuru katika mikoa 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na halmashauri zake 195. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, leo tiko tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, naomba nikutaarifu ya kuwa Mwenge wa Uhuru umekimbizwa katika mikoa 31 na halmashauri zake zote 195. Aidha, tuliufikisha kwa ufasaha ujumbe wa mbio za Mwenge wa Uhuru kama ambavyo umekusudiwa, wenye kauli mbiu isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu, na tuliwasisitiza wananchi juu ya kudumisha amani, upendo, umoja na mshikamano ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba nikukabidhi Mwenge wa Uhuru ukiwa unawaka, unang'ara na ukiwa uko salama na unameremeta. Mheshimiwa Rais, Mwenge wa Uhuru sasa naomba nikukabidhi ili ikiwa ni ishara ya kuhitimisha mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu 2025. Mwenyezi Mungu naomba anisaidie. Makofi mengi tafadhali. Makofi mengine mengi tafadhali. Sasa namrudisha kwa hiyo. Tayari makabidhiano yamefanyika, ikimaanisha sasa mbio zimehitimishwa. Karibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isidori Mpango,
kama tulivyokutaarifu mwanzo, baada ya kupokea mwenge wa uhuru, ikiwa ni ishara kwamba sasa mbio zetu zimefika ukingoni, ratiba inayofuata ni tutakuomba urejee pale mbele walipokaa wale walioandaliwa kwa ajili ya zoezi la utoaji zawadi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi sasa anaenda kukabidhi zawadi na kuwashika mkono kwa maono wa mbio za mwenge wa uhuru. Na mtazamaji wa TBC, kama ambavyo basi ulikuwa wakishuhudia kile ambacho kilikuwa kinafanyika hapa, ni makabidhiano ya mwenge wa uhuru kutoka kwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 kwenda kwa makamu wa rais ambaye amewakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenge umekabidhiwa tayari kuelezea kuhitimishwa kwa mbio hizo. Makundi ambayo tumeeleza mwanzo. Kwanza nitaomba labda kama Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa ruksa yako, ningeomba wazee wetu wakae ili kwa ajili ya taratibu nyinginezo. Kundi la kwanza ni wale wanaoeleza kwamba mkoa wa Pwani zawadi kwa ajili ya uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025. Mkuu wa mkoa wa Pwani au aliandaliwa? Ameenda Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Pwani Abu Bakar Kunenge. Pwani hoye! Pwani safi! Wamepata tuzo yao nzuri kabisa, inametameta. Ufunguzi ulifana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba ukabidhi mkoa wa Mbeya zawadi ya kuhitimisha mbio za mwenge wa uhuru na sherehe za miaka 26 baada ya baba wa taifa. Mheshimiwa Beno Malisa, mkuu wa mkoa wa Mbeya, anapokea zawadi hiyo. Mbeya hoye! Mbeya safi! Hongereni sana. Vibe ni kubwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sasa naomba kwa heshima na taadhima ukabidhi zawadi ya mshindi wa kanda ya kwanza halmashauri ya wilaya ya Mbeya, yaani Mbeya DC. Halmashauri ya wilaya ya Mbeya, hawa wanaenda kuchukua ushindi wao. Hongereni sana. Wanaambatana na Mheshimiwa mkuu wa mkoa na mwenyewe anasogea. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa umkabidhi mshindi wa kanda namba 2 ambaye ni halmashauri ya wilaya ya Kilosa, Morogoro. Wana Morogoro, Kilosa, mkuu wa wilaya anaenda kuchukua. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa uridhie kukabidhi mshindi wa kanda ya 3 ambayo ni halmashauri ya Muleba kutoka Kagera. Wana Kagera, mshindi wa 3 na wao wanakwenda kuchukua kwenye kundi hili. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba uridhie sasa kuikabidhi mshindi wa kanda ya 4 halmashauri ya wilaya ya Chalinze kutoka mkoa wa Pwani. Chalinze na Mheshimiwa Waziri, tabasamu ni pana kweli kweli, ni kama anatamani na mwenyewe enda kachukue zawadi pale. Kile amewakilishwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Hongereni sana Mheshimiwa Makamu wa wilaya na mkurugenzi mtendaji. Naomba sasa uridhie kukabidhi mshindi wa kanda ya 5 wilaya ya Kaskazini A kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja. Unguja safi! Zanzibar hoye! Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya kutoa zawadi hizo kwa washindi wa kanda, sasa naomba uridhie kukabidhi zawadi ya mshindi wa jumla ambayo ni halmashauri ya mji Geita kutoka mkoa wa Geita. Geita hoye! Geita mpo! Hongereni sana.
Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa uridhie kumkabidhi zawadi na cheti Balozi Christopher Celestine Liundi, mkimbiza mwenge mwandamizi. Lugha inatumika waandamizi. Karibu sana mzee wetu. Hizi ni hati sasa za shukrani kwa wakimbiza mwenge wa uhuru waandamizi, na wa kwanza kama alivyotajwa Mheshimiwa Balozi Christopher Celestine Liundi. Hongereni sana kwa kuichonga barabara. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sasa naomba kumleta kwako Meja General mstaafu Zawadi Madawili, naye ni katika kundi la waandamizi. Karibu. Miaka 75 lakini ukakamavu upo mahala pake. Makofi mengi sana kwa wale waliopita jeshi wanajua Madawili ni. Anayefuatia ni Bwana Jordani Lugimbana. Karibu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, anayefuatia sasa ni Bwana Julius Shula Tweneshe. Mzee wetu Tweneshe, tengenezaji wa sera ya mwanzo kabisa ya vijana, hakika na mwenye amechonga barabara ya maana kabisa. Hongera sana. Mwisho katika orodha hiyo ni Meja Ngomambo. Karibu. Meja Ngomambo ambaye yeye ni mkufunzi mpaka hivi sasa, akianza kwenye ujana ule wa kuchipukia kabisa mpaka hivi sasa akiwa na umri wa miaka 42, yupo timamu na anaendelea kulisongesha gurudumu hili la mbio za mwenge wa uhuru. Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya kukabidhi vyeti na zawadi kwa wote tulioorodhesha katika orodha hii, sasa ni kuombe turejee kwenye meza kuu ili tuweze kupata taarifa ya risala ya majumuisho ya risala ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba tutainuka wote wakati Mheshimiwa mgeni rasmi na viongozi alioambatana nao wakijongea kwenda jukwaa kuu. Tafadhali wote tuinuke. Na mtazamaji wa TBC na ZBC, kama ambavyo basi unafuatilia matangazo haya kutoka katika uwanja wa Sokoine hapa jijini Mbeya, Makamu wa Rais tayari amegawa vyeti na zawadi kwa washindi wa kanda, lakini kwa wale wakimbiza mwenge waandamizi ambao walikimbiza mwenge katika miaka hiyo iliyopita, lakini bado wana ukakamavu na wana nguvu kama ambavyo mmewashuhudia. Shughuli zinazoendelea hapa katika uwanja huu wa Sokoine ni kuhitimishwa kwa mbio za mwenge wa uhuru, lakini vile vile kilele cha wiki ya vijana pamoja na kumbukizi ya miaka 26 ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa naomba kwa heshima na taadhima nimkaribishe ndugu Ismail Ali Ussi, kiongozi wa mbio za mwenge wa taifa mwaka 2025, ili asome taarifa majumuisho ya risala za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kisha akimaliza apande jukwaa kuu ili aje akukabidhi kitabu cha majumuisho ya risala hizo za utii za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwako wewe mgeni rasmi. Kiongozi wa mbio za mwenge, jongea kwenye sehemu iliyoandaliwa. Mwenge wa uhuru oye! Dr. Samia oye! Vijana oye! Vijana vijana ra! Samia Samia ra! Mheshimiwa Makamu wa
wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima